Mambo vipi mtazamaji, karibu tuzungumze mambo kemkem ambayo yamejiri kwenye ulimwengu wa michezo. Hapa tunatazamia mpira wa miguu, na kubwa ni tukio ambalo limetokea jana ambalo linaendelea kuteka hisia za watu wengi na kutengeneza sintofahamu kwenye vichwa vya wanachama na mashabiki wa mpira wa miguu Tanzania juu ya klabu ya Simba kuzuiliwa kufanya mazoezi yao ya mwisho jana kuelekea mchezo wao wa leo ambao unakutanisha vigogo wa mpira wa miguu Tanzania. Hapa tunazungumzia Young Africans dhidi ya Simba Sports. Ni dabi ya Kariakoo ambayo ina kipengele tayari. GB, bwana kwema? Bwana mimi niko vizuri. Dabi haina kipengele, hatimaye kipengele kama vile kinaanza kuonekana. Kipengele kishaonekana tayari kwamba dabi ina matatizo. Matatizo ndo kama haya ambayo yanayojitokeza. Kila mechi huwa iendagi salama, na hii yote inasababishwa na ushirikina tunaouendekeza. Ndio inaopelekea mpaka kunakuwa na matatizo ya namna hii. Kwa sababu kila mtu anakuwa anajua kwamba hii dabi sawa, naenda kupata nini. Yaani watu wanamtangulia Mungu, na maana watu hawana hofu ya Mungu. Umeelewa? Na ndio maana Mungu akakataza masuala ya kupiga ramli. Umeelewa? Kuangalia haibu. Yaani kitu kinachofuata ambacho Mungu yeye ndo anakifahamu, wewe ukijui, lakini wewe unatangulia unataka ukijua, ndo madhara yake ndo haya. Na maana kuna watu walikuwa wameshachungulia akaona ni zahma dabi. Watu wameshachungulia washajua hii mechi inaenda kuwa na dhama kubwa. Ndio maana unaona vipengele vyote hivi vinavyowekwa vipingamizi vyote ni kuelekea kwenye hii mechi, kutokana na mtu ashajua kabisa kwamba nini naenda kufanya. Bwana GB, tuangalie taswira tofauti juu ya hiki ambacho kimetokea. Wengi wanaalia na kanuni inazungumza hivi, kila mwamba ngoma leo anavutia upande wake kuona kwamba yuko sawa. Taarifa kwa umma klabu ya Simba inasema kwamba kwa ufupi, lakini nitainukuu kipengele muhimu ambacho inasema kwamba hawatoshiriki mchezo wa leo. Lakini taarifa kwa umma pia ambayo imetoka hivi karibuni ya klabu ya Young Africans yenyewe inasema ngoma iko pale pale, na ukipita kwenye ukurasa wa TFF Tan Football kwenye ukurasa wao wa Instagram wameposti mchezo upo. Yaani mchezo wameposti kwamba mechi ipo na majira ni yale yale, na maana hakuna kilichobadilika. Wana usahihi. Sawa, kila mtu hapo yuko usahihi kwa upande wake. Simba amezuiliwa kwenda kucheza, sisi tupo sahihi. Na viongozi wetu tuko nao pamoja, kwa sababu washasema hatutopeleka wapi timu. Kama wao kipindi kile mechi ilivyosogezwa mbele, kama unakumbuka. Wao wakaleta timu saa 11 wakatoka wafanya mazoezi, alafu wakaondoka. Alafu muda uliofuata akuja kuleta timu. Kwa hiyo na Simba nao vile vile sawa, wamefanya hivyo. Kwa hiyo mimi ninadhani ni mapungufu ya bodi ya ligi pamoja na chombo tunachoendesha mpira Tanzania. Kwa sababu kanuni ziko wazi. Sawa, ukienda kwenye sheria na kanuni za bodi ya ligi, sawa, ibara ya 17 kifungu namba 45 inazungumza kwamba timu ngeni inaruhusiwa kwenda kufanya mazoezi, sawa, mara moja kabla ya nini? Kabla ya mchezo husika. Kwa hiyo Simba amefuata sheria na kanuni zinazofuata. Ibara ya 17 kifungu namba 45 kinazungumza nini? Kwa kitendo cha kuzuiliwa, maana yake kuna mtu ligi anaiendesha anapotaka yeye. Sasa ili asirudie tena, ni afadhali sisi tusipeleke timu. Kama atapewa pointi 3, akipewa nini, watajua wao. Umeelewa? Kwa sababu Simba ipo milele daima. Umeelewa? Kwa sababu tukisema tukubaliane nao tupeleke timu, maana yake huu ujinga utaendelea kuwepo kama kawaida. Sasa ili usijirudie, lazima watu washughulikiwe. Kwa nini waizuie Simba isiende kufanya mazoezi na kutimiza kanuni kama zilizowekwa na nini? Na kafu au na FIFA. GB, kwenye barua ya klabu ya Simba imetanabaisha kwamba walizuiliwa na watu ambao ni makomando wa mabouncer wa klabu ya Young Africans. Hawa mabouncer wana nguvu kiasi gani kwenye hivi virabu GB mpaka kuizuia taasisi kama ya Simba Sports? Simba alichoepusha pale ni shari. Kwa mfano wana Simba tungesema na sisi tupeleke makomando wetu au twende wote, tuanze kushindana, tuingie uwanjani kinguvu, kungekuwa na maafa makubwa. Simba ni watu wa kuepusha shari. Kwa hiyo tulichofanya sisi tumepusha shari. Wewe mwenyewe nadhani umeishuhudia ile vurugu, hata kwenye mtandao imerushwa. Walikuwa ni wengi sana wale jamaa. Kwa hiyo ina maana ni kitu ambacho tayari walikuwa washafanya nini, washakipanga.
kwa sababu hata kama wangekuwa polisi ambao wanasingiziwa ndio wamezuia Simba, polisi hawezi kuvaa kiraia katika shughuli kama ile. Polisi anavaa kiraia kwenye shughuli ambayo ina kificho. Ile shughuli ni ya live. Raia lazima wajue kitambulisho cha polisi ni kwanza, kitu cha kwanza ni uniform. Kwa hiyo lazima wangevaa uniform, wangekuja FFU pale, kama ni mabomu yangepigwa, wangefanywa nini. Lakini waliokuwa wanazuia pale ni watu wamevaa nguo za kiraia. Umeelewa bwana? Kwa ni kitu ambacho tayari walikuwa washakipanga, na wingi ule ina maana walikuwa washakipanga kwamba watu leo wasije wakafanya nini? Wasije wakafanya mazoezi. Lakini yote inatokana na ushirikina wanaouendekeza. Sawa, mpira sasa hivi wekeza tu. Mpira sasa hivi mnunue Mpanzu. Mpira sasa hivi mlete Ateba kwenye timu yako, mlete Mukwala, mlete Joshua Mutale, mnunue Kagoma, umeelewa bwana, mlete Pimpin Kamara, mlete Abdulrazak Hamza. Linda wachezaji wako, hapa ndio utapata uhalisia wa klabu yako. Lakini sio masuala kuendekeza ushirikina. Umeelewa? Kwa sababu wao watakuwa washachungulia kwenye viungu. Umeelewa, kwenye vibuyu kwamba bwana hii mechi tunaenda kupotea. Tukiwaruhusu Simba wakafanya mazoezi, huenda Simba wanaenda kufanya jambo fulani ndani ya uwanja. Wewe umejuaje sasa? Ina maana hii ni shirki. Na shirki Mwenyezi Mungu haihitaji. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa kwamba hapa kuna uharibifu wa ligi yetu. Jibi, kanuni imeeleza wazi kama timu haitoshiriki katika mchezo husika kuna adhabu inaweza kapewa, ikiwemo kunyang'anywa pointi na kushushwa madaraja. Baadhi ya kanuni nazungumza hivyo. Tuambie kwa upande wenu kama Simba Sports, hili swala lina madhara kiasi gani kama kweli viongozi hawatoleta timu uwanjani? Hili swala liko kiharakati. Simba tumeamua kuwa wanaharakati sasa katika kutetea nini? Kutetea vilabu vilivyobaki. Umeelewa? Kwa sababu huyu mwenzetu yeye anachokifanya ligi amegeuza kama ya kwake. Ni afadhali sasa, kwa sababu sisi ndio mababa wa ligi hii. Ni afadhali sisi tujitoe sadaka. Kama tutanyang'anywa point afasi hatujali. Umeelewa? Potelea pote. Umeelewa? Kama tutashushwa daraja tutashuka. Kwani Juventus alishushwa daraja? Sasa hivi hayupo kwenye ligi. Si upo karudi. AC Milan si alishushwa daraja wote, si wamerudi. Kwa hiyo ni afadhali ikatokea hivyo, lakini tujue kabisa mstakabali wa hili swala la mtu mmoja kuiendesha ligi anavyotaka yeye. Umeelewa? Yanga hiyo iko wazi na GSM yake. Kwa sababu swala la udhamini tumepiga kelele hapa, hakuna mtu alofuatilia mpaka sasa hivi. Anaendelea kufanya ukilitimba wake. Na mifano tumeiona kwenye udhamini. Umeelewa? Klabu moja, yani mdhamini mmoja anadhamini vilabu zaidi ya vilabu 6 mpaka 7. Effect yake tumeiona imeanzia kwenye usajili. Simba sajili nyingi za wachezaji ambao wanatoka kwenye vilabu vilivyodhaminiwa na GSM zimetusumbua. Tumekuja kwenye uendeshaji wa ligi. Mwalimu wao kazungumza kabisa kwamba so we don't get what game intensity. Timu yake haipati game intensity inapokutana na baadhi ya vilabu. Ndio iliyopelekea Yanga kufeli katika mashindano ya kimataifa na MCAJ. Kwa hiyo sio sisi. Kwa ni swala lina effect ligi yetu. Sasa sisi kwa sababu ni wakubwa, sisi tumeamua kuvibeba vilabu hivi vidogo vidogo ambavyo vinalalamika chini vinashindwa kufikisha hizi taarifa. Kwa hiyo huu utendaji sisi tumechoka nao. Kwa ndio maana tunaungana na viongozi wetu wasipeleke timu. Kweli sisi tuko tayari. Kama watapoa point wapewe point. Kama tutashushwa daraja tutanyang'anywa point kama alivyonyang'anywa nani? Alivyonyang'anywa Juventus au alivyonyang'anywa nani hawa hapa kwenye championship. Sawa nani biashara. Sisi tuko tayari, lakini tunachotaka haki itendeke. Kwa hiyo sisi tuko tayari, yani juu ya swala hili tuko pamoja na viongozi wetu. Sisi kama wanachama sawa wa Simba tawi la Karume Unstoppable, sisi tuko tayari. Tuko pamoja na viongozi wetu. Ni afadhali tusicheze hata ligi yenyewe. Sio mechi hii tu. Hata mechi zilizobaki zote tusicheze. Mko tayari? Tuko tayari. Tuko tayari. Tukishushwa daraja tutapumzika mwaka mmoja, mwaka unaofuata tutaendelea na tutapanda daraja, tutarudi. Kama mtayakuta yale utaratibu utakuwa ule ule. Tunagoma au tunahama na ligi yenyewe. Kwani Hilal Mdumani anacheza ligi wapi? Anacheza ligi Sudani kwa sababu ya kivita na basi na sisi kwa sababu ya vita ya Yanga. Umeelewa? Vita ya Yanga na GSM tuko tayari kuachana na ligi yenyewe. Tumekubali kushindwa. Tuko tayari kabisa. Sawa. Jimmy, kwenye hiyo barua ya klabu ya Simba imeainisha kwamba waliweka pale kwamba meneja wa uwanja hakuwa na taarifa za Simba kwenda pale kufanya mazoezi. Hakupata taarifa kutoka kwa kamishna wa mchezo. Taasisi kama klabu ya Simba kutoa taarifa kwamba walienda kwa mazoea ama kuna sintofahamu hapo? Hapo kuna sintofahamu. Umeelewa? Kuna sintofahamu. Alafu kikanuni, umeelewa bwana, kikanuni iko wazi.
kwamba timu inatakiwa ikafanya mazoezi kabla ya siku moja nini ya mechi. Umeelewa? Na muda ni ule ule Simba wameenda. Mechi inachezwa saa moja na sisi tumeenda saa moja. Kwa hiyo vitu ambavyo vilikuwa vijana kosaje taarifa sasa kama Simba hajafanya nini? Ina maana ile ni kauli ya meneja, yeye anasema hana taarifa. Anakosaje taarifa? Yaani uweredi wa viongozi wa Simba ushindwe kuwapa taarifa kwamba bwana si kesho tunakuja kucheza mazoezi. Hiyo inafikirisha. Inafikirisha, kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha kufikirisha. Kwa hiyo inaonekana wote bodi ya ligi, TFF pamoja na viongozi wengine wote wako lao hili wako na Yanga. Sawa. Kibi, ni kweli kwamba mngefanya mazoezi jana ilikuwa inatosha kukamilisha maandalizi ambayo mmeyafanya takriban miezi 4 nyuma? Ni taratibu tu. Sawa? Ni taratibu. Kwani hata taratibu za kumpa mimba mkeo. Sawa, si umeelekezwa? Kwani watu hawapei mimba uchochoni? Sikuna wanafunzi wanapoa mimba uchochoni, mtu anapoa mimba amebakwa. Ndio sawa na hili. Si umeelewa? Kwa hiyo sio kama Simba eti tusingefanya mazoezi jana basi mechi labda tungeenda tungefungwa, hapana. Isipokuwa tunachofuata ni taratibu zilizowekwa. Sasa kama taratibu zinavunjwa basi acha sisi tupoteze hii mechi. Ni vipi kama watapeleka timu leo? Kama watapeleka viongozi, sisi tuko pamoja na viongozi. Wakiamua kupeleka timu wapeleke timu, wakiamua hawapeleke timu, sisi tuko pamoja na viongozi. Kwa chochote watakacho make decision sawa kuhusu hii mechi, sisi tuko tayari. Kibi, hiki kinachoendelea kwa upande wa mashabiki ambao wametafsiriwa kuwa ni mabouncer walinzi ambao wamepelekea hii sintofahamu kutokea kwa upande wenu ambao ni kadhia ambayo imetia doa kwa namna moja ama nyingine dabi na ukubwa wa klabu kama ya Simba. Pengine wewe ni shabiki, ni mwanachama, lakini vile vile ni mwenyekiti wa influencer wenzako. Una rai gani kwa mashabiki ambao sina imani kama wamechaguliwa wamejichagua kuwa na majukumu haya ya ubouncer ndani ya klabu hizi mbili? Kwanza ni kitu cha ajabu. Yaani kuwa na mabouncer eti makomando. Yaani mtu anajiita komando wa Yanga. Bunduki kwa wapi, mabomu ya kwa wapi, hizo nguo za jeshi ziko wapi? Yaani vitu vya hata huko Ulaya sehemu zisizoendelea kimpira. Yaani wakisikia eti kwamba bwana timu ina makomando eti makomando wamezuia timu fulani sende kafanya mazoezi. Yaani vitu vya aibu sana. Yaani hapa unaona kabisa uwekezaji au uwezekani ndani ya hii club. Kwa sababu gani? Mimi nilishazungumza, jamani, we going to transform this team. So we must transform us first. Hichi kitu nilikuwa nakiongea kila siku. Tumeamua kuvibadilisha hivi vilabu, kuvitransform. Basi tujibadilishe sisi kwanza. Lakini leo unaibadilisha klabu yetu, unasema tuna uwekezaji. Kuna CGSM wanataka kuwekeza. Alafu mwisho wa siku bado taratibu zenu bado ziko vile vile locally. Sasa hapa uwekezaji uko wapi? Sababu wote I know unaposema uwekezaji maana tunataka twende kisasa. Sasa huu sasa uko wapi kama sisi hatutaki kubadilika? Makomando wa nini? Makomando ilikuwa zamani huko, mara wameteka timu, mara leo timu imechukuliwa imehamishwa huku. Haya mambo Simba umeyasikia wewe? Simba hakuna watu wanaoitwa makomando. Simba kuna bodi ya nini? Bodi ya Simba inaoendesha timu. Kuna kamati maalum zinaendesha nini? Zinaendesha timu. Kuna walinzi maalum. Kampuni maalum ya ulinzi ndio inaendesha timu. Lakini leo una makomando haya, makomando hao wa nini? Umeelewa? Sasa sisi hatuko huko, sisi tuko kisasa. Sisi ni timu namba 6 mpaka namba 7 barani Afrika. Kwa hiyo sisi tuna act kama timu kubwa zinavyofanya nini, zinavyoact. Bado ni wachanga, bado ni wadogo, kwa hiyo ndio maana wanaenda na taratibu zao zile zile. Alafu kwa uwekezaji hauwezekani. Umeelewa? Ndio maana bado wanaishi kwenye taratibu zile zile. Kama ingekuwa uwekezaji unawezekana kwenye klabu yao, mimi nadhani saa hizi tayari wangekuwa washa shift wako huko sisi tuliko. Sisi tuliko wao wapo. Kwenye uwekezaji wao wapo. Umeelewa? Sisi tayari tusha improve. Sawa Tusha improve, tuko katika nini? Tuko katika nini? Masuala ya uwekezaji. Na ndio maana unaona hata mambo yetu tunaati kama uwekezaji unavyotaka, lakini wao mpaka sasa hivi hakuna kitu. Sawa. GB Young Africa kama leo watafika uwanjani kama walivyoainisha kwenye barua yao kwamba watafika uwanjani, timu itafanya taratibu zote za mchezo hapo pamoja na warm up. Kama nyinyi mtapeleka timu wenzao watapewa alama 3 na magoli 3 GB. Hakuna kitu chochote. Unakumbuka ile tarehe 8 ya mwaka jana, si mwaka juzi? Mechi siliahirishwa ile mwaka juzi. Ilisogezwa kutoka saa 11 ikaenda saa ngapi? Sawa Wao Yanga walileta timu.
walifika pale saa 10. Walikuja muda ule ule Ambao ulipanga. Alafu baadaye wakafanya nini, wakaondoka. Ule muda uliopangwa na TFF wao hawakufika. Simba alikuwa point 3. Yanga alichukua hatua gani? Basi itaisha hivyo hivyo. Na hii itaisha hivyo hivyo. Itaisha hivyo hivyo. Juu. Ikitokea Simba anapeleka timu amefungwa, nani alaumiwe? Ikitokea Simba amepeleka timu, nani alaumiwe? Sasa hapa itabidi turudi kwenye uongozi wetu. Umeelewa Hapa tutarudi kwenye nini? Kwenye uongozi. Ushatoa msimamo na taarifa kwa umma kwamba hakuna kupeleka timu. Ibaki hivyo hivyo. Ikitokea sasa timu imekuja imepelekwa, alafu tukafungwa, hilo swala lingine. Tutashikana makoo. Tutashikana makoo. Yaani wewe timu ushasema hatupeleki timu. Sisi tusha relax. Tunajua hatwendi. Kwa maana kama mimi umeona nimevaa jezi ya Liverpool. Nishabadilisha na jezi kwamba leo there is no derby. Mimi huwezi kunikuta nimevaa. Yaani siku ya derby nivaa jezi ya Liverpool. Umeelewa? Alafu leo uje utupelekee timu. Alafu twende tufungwe. Kwanza achana na hata tukishinda. Lakini tukiona timu yetu imeenda pale uwanja wa Taifa. Na hichi kinachoendelea. Na sio kuigomesha timu kwa ajili ya mechi moja. Tushasema mechi zote hakuna kucheza mpaka mstakabali wa vitu vifuatavyo tuvione. Swala la udhamini. Haiwezekani mtu mmoja adhamini vilabu 9. Juzi ameongezeka mtu mwingine wanaogopa kumtaja mpaka sasa hivi. Fountain Gate naye ameongezeka kwenye udhamini. Anavaa jibusti sasa hivi. Mpaka anacheza na Simba amevaa jibusti. Umeelewa? Kwa hiyo watu washafikia 9 na dalili zote tumeshazitoa kwamba hii ina effect gani tumeshaiona. Kuanzia kwenye sajili ya Ngoma, sajili ya Wesu, sajili chungu mzima tumeziona. Sajili ya Mekilawi imeonyesha kwamba watu wote waliodhaminiwa na GSM ni maadui wa Simba. Tukija kwenye matokeo ya ligi vile Yanga timu ambazo hazina udhamini amezishindwa kuzifunga. Zimemsumbua. Lakini timu ambazo zina udhamini wa GSM amezifunga kirahisi tu. Na hizi timu ambazo zina udhamini wa GSM zimeleta game intensity. Kwa Simba tumeona matokeo jinsi tulivyoyapata. Mechi zote zimekuwa do or die. Si umeelewa? Alafu leo umeelewa bwana? Bado mtu anaendelea kuongeza, timu zingine anaendelea kudhamini. Lakini si faida kwenu mkipata game intensity kuelekea kwenye mechi za kimataifa GB zinawajenga? Faida kwetu, lakini inakuja ina hasara kwa wachezaji wetu, especially kwenye injury. Kwa sababu watu wakija bora wacheze mpira, wakija wanakuja kugongana. Kwa hiyo unakuta injury zinakuwa za mara kwa mara. Kwa mfano kama Shemalon Short, unaona alivyoumia Shemalon Fon. Muangalia alivyoumia nini Musa Pimpin Kamara. Kwa hiyo unakuta vitu kama hivi vinaambatana na uadui.